Wapo watu ambao walitarajia labda msiba ungekuwa kwa Meja kule Mbezi na baadhi ya watu wapo kule nyumbani. Lakini si aliyeka kwenye peji yake kuwa nyumbani kwake ni mustahabu, lakini mwenyewe amependa maandalizi yawe hapa. Kwa hakuna kilichobadilika, ni wewe kufunga safari kuja hapa basi. Mwijaku, kuna hili ambalo baada ya Meja kutangaza kati babaka anaumwa kama hajafariki, alisema kwamba ameishiwa na anaomba kuuza vitu vyake, utaweza kununua wanunua. Watu wakasema kwamba Meja na wasanii ana marafiki zake, nyinyi pia mpo. Kwa nini anafikia stage kama ile? Nyinyi mlikuwa wapi mpaka anafikia stage ya kwanza kwa msanii? Na unaona kuna matatizo inabidi useme. Alikuja kusema wakati wa mwisho tayari ameshafika kwenye changamoto ya kuishiwa. Ndio akasema. Sijajua kama kuna baadhi aliwaambia, na ndio maana naona baada ya kusema kuposti vile Mwana FA kama msanii akampigia simu, lakini tayari serikali ya awamu ya 6 chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan naye wakampigia simu wasaidizi wake kuclear bili, lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu amempenda zaidi mzazi wake. Kwa hiyo hii iwe angalizo kwa wasanii. Hii iwe angalize kwa wasanii. Bado naipigia kelele serikali, tunahitaji bima. Wasanii wanapaswa kupata bima ya serikali, na bima watakayoipata kwa msanii watu wako ahlal bait, maana yake baba, mama, mke, watoto, ile bima iwakave. Kwa sasa tulipokuwepo ni aibu kubwa msanii kusimama kusema ameishiwa matibabu kwa ukubwa wa Meja, kwa mambo aliyofanya kwa nchi. Serikali itazame kwenye swala la bima, maana yake ukimpa bima mtu na watu wake wa ahlal bait labda 5 wategemezi wake, pengine sijui uwezo wa Mungu ni mkubwa, lakini pengine kuna kitu tungekifanya mpaka kufikia hatua kusema nauza mali zangu kidogo nitoka nacho. Nafikiri bado waziri, naibu waziri, serikali kwa ujumla wakae watazame namna gani wanaweza kurahisisha kupatikanaji wa bima kwa watu maarufu, ma-influencer, wasanii, waigizaji, watu ambao wana nafasi kwenye jamii wapate bima kazi zao wanazofanya, kwa sababu ile kwetu mimi nilijisikia vibaya kwanza. Kilichopo kwenye jamii ni kwamba wasanii wamekuwa kifake sana maisha. Sio kufake maisha, ndio kujibrandi. Wanajibrandi. Kwa hiyo muda wa siku unaweza kujibrandi mtu akakuogopa akarudi nyuma. Kwa hiyo unaweza kusema una changamoto utakarudi. Kwa hiyo pia hii kwetu iwe funzo. Iwe funzo, tutumie nafasi hii, nitumie nafasi sawa wasanii tuishi real. Ili utapu pia na changamoto iwe rahisi kufikika, kwa sababu kwa maisha tunaoishi wasanii, watu maarufu, kwa namna tunavyojiweka kwa jamii, kuna muda jamii inakuogopa. Najua huyu mshenzi kama anaweza kuvuta renji ya milioni 300 hawezi kushindwa kipimo cha MRI pale Muhimbili. Kwa hiyo kumbe unajikuta zile ni kujibrandi. Kwa hiyo mtu unakuwa kwenye changamoto unajikuta unaamua useme. Kwa hiyo hii ni ombi kwa wasanii pia, tuishi real. Tuache kuwadanganya mashabiki zetu, ili unapata changamoto iwe rahisi kuingilika, iwe rahisi kufikika, iwe rahisi watu kusogeza vitu vyao na kukufikisha sehemu moja unataka kufika. Lakini serikali, bima haihusiki una hela au una hela, umejibrandi au hujajibrandi, serikali itoe bima kwa watu maarufu. Mwijaku, jana meneja wa Meja Kunta ameweka clear sana hili, wakasema kwamba sababu ya baba alikuwa na hali mbaya, pengine Meja pia alichanganyikiwa kulingana na hali halisi, lakini mwisho wa siku Mwana FA akaingilia kati. Labda ulizungumzia hilo Mwijaku, kuchanganyikiwa kwa msanii? No, kweli, na kuuguliwa na mtu wako mzazi sio jambo dogo. Unasema alijakufika, likikufika utajua uzito wa mzazi. Kwa hiyo kuuguliwa, mimi naweza nikasema sio jambo limezoeleka, na ukiambiwa mzee wako yuko katika hali fulani lazima usiwe nomo. Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu Meja, kibiriki ni kumwombea dua, kwa sababu Meja tayari amekuwa yatima. Kwa sisi Waislamu, mtu akiwa yatima anahitaji uangalizi na msaada, haijalishi baba yake amemwachia mali au mama yake amemwachia mali. Ukishakuwa yatima basi upo kwenye fungu la kuangaliwa. Na hapa ndio nitoe heshima kwa wasanii, maproducer, watu wanaandaa mashow kipindi cha kumtazama Meja. Unapoika wasanii 10 basi wa 9 wawe Meja, kwa sababu pale utakuwa umepata baraka, kwa sababu ni yatima. Watu ambao wanahitaji msaada haraka na huruma, yatima. Amempoteza mama mwaka jana, sasa hivi amempoteza baba. Kwa kipindi hiki tusimnyoshe kidole, tuwe naye karibu, ujue anachopitia na nafsi yake ni kipi. Japo kila mtu ataonja umauti, lakini usiombe ufike na umauti watu wa ahlal bait, watu wako wa karibu, baba, mama, mtoto, mke. Unaweza ukafanya jambo watu wakahisi huyu mtu sio mzima. Kwa hiyo kipindi hiki tusimjadili, tumuombee dua avuke kipindi hiki kigumu inshallah biidhnillah. Baada ya kuvuka
mambo mengine yatafuata. Umezungumza vizuri sana kwamba watu wamuonee huruma, wamsaidie, lakini ukiangalia kwenye hili ni kama jamii imemeguka sasa. Kuna wale wanaoshangilia bwana, kwa sababu kuna kipindi hawakuwa na sisi, bora aliwafika lolote. Ukiona mtu anamjaji mtu kutokana na mambo ya nyuma, ni mpumbavu. Kwa hiyo yeye asichague upande. Kwa mpumbavu, ngoja kifo kikukute au mauti ufike katika familia yako, alafu nawe utengwe uone. Si maneno mazuri. Kuchagua upande haijalishi amechagua upande. Tunazungumzia swala la mtu kaondokewa na baba yake, tumfariji, likishaisha tutaendelea mambo yetu ya mtandaoni. Lakini ukianza mambo ya mtandaoni kwenye msiba utamuumiza mtu. Kwa wale wanaojifanya wanasema tumtenge, wamtenge. Sisi Waislamu hatuwezi kumtenga. Sisi Waislamu letu hili Waislamu wote ndugu. Uwe mwanamke uwe mwanaume, ukipata changamoto Waislamu tutajaa, tutamstiri mzazi au ndugu alipotea, kisha tutakufariji. Kwa hiyo na hakika mtu anayeongea hivyo hana imani na Mungu na hana hofu ya Mungu na hajawahi kukutwa na mtihani. Kifo kwa sisi Waislamu ni mawaidha, unakumbushwa uwepo wa Mwenyezi Mungu, unakumbushwa kuwa leo upo duniani, kesho haupo. Ndio maana tunaambiwa fantashiru fil ardhi, tunaingia kwenye ardhi tunakwenda kutafuta riziki, lakini ujue Mungu iko siku kwa kifo kwetu ni mawaidha. Kwa hiyo kama mtu anakebei kifo, Allahu aalam, Mungu atajua jibu gani wa kumhukumu. Pengine kuna wasanii ambao watu wanatamani waone hapa, tulimuona Alikiba, Harmonize, Diamond. Sasa unajua hii ni faradhi kifaya. Unatakiwa mjue hii sio wajibu. Unatakiwa mjue hii sio wajibu. Ukija unapata thawabu, usipokuja haupati dhambi. Nirudie tena. Kwa usiseme fulani lazima uje. Hiki ni kifo, msiba. Ukija unapata thawabu, usipokuja haupati dhambi. Umeelewa? Ni kitu ambacho tumezungumzwa, tuwafanye ihsani wanaopata msiba, lakini sio lazima useme lazima uende msibani. Ukiwa na mahaba na unaona bwana hii faradhi hii inanifaa kidogo, unaweza ukajongea ukaja kumpa fariji mwenzio, lakini ukiona jambo unalofanya unaona ni muhimu kuliko hili, sio dhambi. Kwa hiyo tusimlaumu mtu ambaye hujamuona hapa, lakini na kama ujitokezi kwenye changamoto kama hizi, likikufika na wewe usipoona ndugu na jamaa, usijilaumu. Na mimi hapa niwaombe kipindi hiki wasanii watu